Na muhali gani ndugu msikilizaji, karibu muda na wakati mwingine katika muendelezo wa sehemu ya 7 ya simulizi Mlinda Makaburi. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Songa nami katika muendelezo huu uliojaa msisimko wa hali ya juu, vitisho na mafunzo ndani yake. Na hapa ndipo tulipoishia. Nikafumba macho yangu kwa sekunde moja, nikihisi moto wa ndani ukianza kuwaka. Nilifungua mikono yangu na ghafla mwanga wa blue uliolindwa na mistari ya ajabu ukaanza kuzunguka mwili wangu. Kiumbe cha giza kilipiga ukelele wa kuchanganya akili, kisha kwa kasi iliyoelezeka kiliruka kuelekea kwangu. Nilijirusha upande wa pili, nikiepuka makucha yake makubwa kwa sentimita chache tu. Udongo ulilipuka pale kilipogonga ardhi na makaburi mengine yakaanza kupasuka. Nilisimama wima, mwili wangu ukiwaka mwanga. Sasa nilielewa, sikuwa tena binadamu wa kawaida. Nilikuwa nimeunganishwa na nguvu za makaburi haya, nguvu zilizokuwa zinalinda lakini pia kunihitaji kupigana kwa ajili ya uwiano wa dunia. Mikono yangu ilianza kung'aa zaidi na nikainua kiganja changu kuelekea kiumbe cha giza. Nilihisi nguvu zikifurukuta ndani yangu. Alafu kwa sekunde moja ya maamuzi niliachia mlipuko wa mwanga mkali uliogonga kiumbe kile moja kwa moja kifuani. Kilio cha uchungu kilisikika, kiumbe kile kikitetemeka kwa maumivu. Mwanga uliendelea kuwaka na niliona kimvuli kikikauka. Vikombe vya giza vikapasuka na kutawanyika kama majivu. Hatimaye kulipiga ukelele wa mwisho na kupotea hewani. Nilipumua kwa nguvu, mwili wangu ukihisi uchovu wa ajabu. Nilipogeuka kumwangalia Mzee Majuto, alinitazama kwa macho yaliyojaa mshangao. "Umefanikiwa, lakini bado safari yako haijaisha," alisema kwa sauti ya utulivu. "Ina maana kuna zaidi ya haya?" niliuliza, sauti yangu ikiwa dhaifu. Mzee Majuto alicheka kwa uchungu. "Ndiyo kijana, umefungua mlango wa giza na sasa jukumu lako ni kuufunga. La sivyo giza litaendelea kuvuja hadi katika ulimwengu wa walio hai." Ndipo nikahisi baridi ikinipita tena mgongoni mwangu. Sikuwa na chaguo. Nilikuwa nimevutwa katika vita ambayo sikutaka, lakini sasa ilikuwa juu yangu kuhakikisha uwiano unarejea. Nilitazama makaburi yaliyokuwa yameharibika, upepo mkali ukivuma, huku sauti ya wafu zikisambaa hewani. Hili lilikuwa jambo kubwa zaidi ya nilivyofikiria. Nilihisi mwili wangu ukielemewa na uchovu usio wa kawaida. Baada ya pambano dhidi ya kiumbe cha giza, nguvu zangu zilikuwa zimechukuliwa kwa kiasi kikubwa. Lakini hata kabla sijapata muda wa kupumzika, upepo mkali ulianza kuvuma tena, ukibeba sauti za manung'uniko kutoka makaburini. Mzee Majuto alinisogelea, akashika bega langu kwa mkono wake wenye baridi. "Hii ni ishara mbaya kijana. Mlangoni umefunguliwa, lakini hilo lilikuwa tu mwanzo. Nguvu kubwa zaidi zinakaribia." Nilimeza mate kwa tabu. "Una maana gani?" Mzee Majuto alinitazama kwa macho yenye huzuni. "Laana ya wafu imeachiliwa. Wale waliolala kwa amani sasa wameamshwa na nguvu za giza. Umefungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa." Kabla sijasema neno, ardhi ilianza kutetemeka. Makaburi yaliyozunguka yakaanza kupasuka na kutoka chini ya udongo wa zamani. Mikono ya mifupa ilianza kujitokeza. Waliokufa zamani walikuwa wanarudi kwenye ulimwengu wa walio hai. Nilirudi nyuma taratibu, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Maiti zilizooza zilianza kutoka makaburini, macho yao yakiwa kwa mwanga wa kijani hafifu. Walikuwa wengi na wote walielekea upande wangu.
Mzee Majuto alitoa mfuko mdogo wa ngozi kutoka kwenye vazi lake na kuutoa kwa haraka. Kuna njia moja tu ya kuzuia hili. Alifungua mfuko huo na kurusha unga mweupe hewani. Upepo ulipousambaza, baadhi ya wafu walirudi nyuma wakipiga mayowe ya uchungu, lakini wengine waliendelea kusonga mbele bila kusita. Si wote wanaweza kuzuiwa kwa njia hii, Mzee Majuto alisema kwa sauti yenye hofu. Lazima upambane. Nilijaribu kujikusanya, nikihisi mwili wangu ukiwa mzito kwa uchovu, lakini sikuwa na chaguo. Nilifunga macho na kutafuta ile nguvu iliyokuwa ndani yangu. Mkono wangu wa kulia ukaanza kung'aa tena kwa mwanga wa bluu, na nilipofungua kiganja changu, mwanga mkali ulilipuka ukiangazia eneo lote la makaburi. Majinamizi yalipiga mayowe ya uchungu, baadhi yao yakayeyuka na kuwa majivu, lakini wengine waliendelea kusonga mbele wakikimbia kwa kasi isiyo ya kawaida. Mmoja wao aliyekuwa na mwili mkubwa na mikono mirefu iliyooza alijirusha juu yangu, ndipo nami nilijirusha pembeni, lakini makucha yake yalifanikiwa kunikwaruza begani. Uchungu mkali ulipenya mwilini mwangu kana kwamba nilikuwa nimechomwa kwa moto wa barafu. Nilipiga kelele ya uchungu nikitetemeka kwa maumivu. Nilihisi giza likianza kunivuta, lakini kabla sijapoteza fahamu, mkono wa Mzee Majuto uliniinua. Hapana kijana, usikubali giza likushinde. Bado una kazi ya kufanya. Nilifungua macho yangu kwa shida, nikiona majinamizi yakiendelea kujaa kila kona ya makaburi. Nilijua hili lilikuwa zaidi ya vita ya kimwili, ilikuwa vita ya roho yangu. Niliweka mkono wangu kwenye jeraha, nikajitahidi kusimama. Ikiwa nilikuwa kweli mlinda makaburi, basi hii ilikuwa kazi yangu. Nilijiandaa kwa mapambano makali zaidi, nikijua kwamba mwisho wa yote ungeamua hatima yangu. Giza lilizidi kuwa nene na ukungu mzito wa damu ukazidi kulizingira eneo lote la makaburi. Harufu ya mauti ilikuwa nzito hewani, ikinifanya nihisi kama nilikuwa nimefungiwa ndani ya dunia isiyo na matumaini. Kila pumzi niliyovuta ilikuwa nzito na mapigo ya moyo wangu yaliharakisha kwa hofu. Nilihisi upepo wa baridi ukipita, ukibeba sauti za vilio vya waliokufa. Mikono baridi ya wafu ilianza kujitokeza kutoka ardhini, kucha zao zikinichana ngozi yangu na kuniacha nikihisi maumivu makali. Nilikaza meno nikijua kwamba huwa ukuwa wakati wa kuonyesha udhaifu. Laana ya makaburi ilikuwa imeachiliwa, na mimi pekee ndiye niliyekuwa na uwezo wa kuiangamiza. Mzee Majuto alisimama karibu nami, macho yake yakiangaza mwangaza wa dhahabu. Alinyosha mikono yake mbele, akitamka maneno kwa lugha ya kale, maneno ambayo nilianza kuyaelewa taratibu. Ghafla ardhi ilianza kutikisika na miale ya mwanga ikapasua giza, ikiwashinda wale wafu waliokuwa wakitusonga. Mbingu zilipasuka na mwanga mkali ukanivamia, nikihisi nguvu kubwa ikinitawala. Kisha sauti nzito ilisikika kutoka chini ya ardhi ikisema kwa ukali, mlinda makaburi, huwezi kukimbia hatima yako. Kutoka ardhini kiumbe cha kutisha kilitokea. Kilikuwa na umbo la binadamu, lakini ngozi yake ilikuwa imekauka, mifupa yake ikifunuliwa, huku macho yake yakiwaka moto wa kijani. Ilikuwa ni roho iliyotawaliwa na giza, na ilikuja kunikabili. Ndiyo mmiliki wa laana hii, Mzee Majuto alisema kwa sauti nzito, akinyosha mkono wake mbele. Lazima tumwangamize kabla hajawafufua wafu wote. Mwili wangu ulikuwa mzito, kana kwamba nilikuwa nimefungwa na minyororo isiyoonekana. Nikisikia roho yangu ikivutwa kwenda chini, nilijua kuwa nilikuwa nikipambana sio tu na mzimu,
bali pia na giza lisilojulikana tena lilivyojikusanya kwa miaka mingi ndani ya makaburi haya. Lakini sikuruhusu hofu inilemaze. Ndipo nilifumba macho, nikavuta pumzi, na kwa sekunde chache nilihisi mwanga ndani yangu ukianza kung'aa ghafla. Minyororo iliyokuwa ikinifunga ilipasuka na nilijikuta nimesimama tena imara, macho yangu yakiwaka. Kiumbe kile kilipiga kelele ya dhahabu na kuanza kunisogelea kwa kasi, lakini kabla hakijafika nilikimbia kwa nguvu zangu zote na kupiga ngumi iliyong'aa kama jua kwenye kifua chake. Mlipuko mkali ulisikika na kiumbe kile kilianza kuanguka taratibu, mwili wake ukipasuka vipande vipande huku kikitoa vilio vya uchungu. Nilihisi nguvu zake zikianza kupungua, lakini nilijua bado hatujamaliza kazi. Nilitazama kwa mbali nikiona kivuli kile kikiwa kinasogea kutoka kwenye giza. Mzee Majuto alinitazama kwa macho yake ya tahadhari, akiniambia jambo moja tu, tena kwa kimya: vita bado haijaisha. Hii ni sehemu ya 7 ya simulizi hii iliyojaa visa na utamu wa kila namna. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu. Asante na kwaheri.